Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Sefriami, nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Kaya zaidi ya 19,878 katika vitongoji 619 mkoani Mwanza kufikiwa na huduma ya nishati ya umeme baada ya serikali kutenga kiasi cha shilingi bilioni 66.7. Taasisi ya Al-Firdausi yazindua msikiti wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.5 uliopo Kinondoni Bwawani jijini Dar es Salaam. Katika habari za kimataifa, Umoja wa Mataifa kufuatilia usitishaji mapigano nchini Kongo. Na mkapu la habari linaanzia jijini Mwanza. Kaya zaidi ya 19,878 katika vitongoji 619 mkoani Mwanza metarajiwa kufikiwa na huduma ya nishati ya umeme baada ya serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA kutenga kiasi cha shilingi bilioni 66.7 kwa ajili ya kusambaza huduma hiyo kwa wananchi. Taarifa zaidi na Zuberi Mgaya. Akitaja baadhi ya maeneo yatakayofikiwa na huduma hiyo ya nishati ya umeme, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amewataka wakandarasi wanaotekeleza mradi huo kufanya kazi kwa uadilifu, ikiwemo kuepuka vitendo vya rushwa ili kukamilisha mradi huo kwa wakati. Wananchi wa Ukerewe, Misungwi, Magu, Sengerema, Kwimba na hata vile visiwa ambavyo vilitelekezwa na ule mkandarasi wa awali, sasa na wenyewe wanakwenda kufanya nini? Kunufaika. Kwa hiyo mimi nitoe shukurani kwa serikali, kwa rais wetu, na ninaamini REA mtawasimamia wakandarasi vizuri. Ni vizuri mkafanya kazi kwa uadilifu kama ambavyo imeelezwa, mka avoid rushwa wakati wa kuunganishia watu umeme. Zipo changamoto za namna hiyo. Wewe mkurugenzi, muda mwingi utakuwa Dar es Salaam, lakini kuna watu huku site ambao watafanya mambo ya kudamage reputation ya kampuni. Aidha, Mtanda amesema serikali itaendelea kufuatilia mienendo ya utendaji kazi kwa wakandarasi hao, akitoa wito kwa wananchi kuwapokea na kushirikiana nao katika utekelezaji wa mradi huo. Kwa hiyo ni vizuri pia na nyinyi wenyewe mkawa wafuatiliaji wa karibu, na sisi pia yale ambayo tunaona mkandarasi aitwe, tutawaiteni, tutawaambia kwamba hapa kuna changamoto 1, 2, 3, 4 ili muweze kurekebisha, ili ndani ya miaka 3 mradi huu uweze kufanya nini? Kukamilika. Wito wangu kwa wananchi, tuwapokee vizuri hawa wakandarasi wa umeme. Na imekuwa ni mzuri, wakitoka hapa wataenda wilayani. Wakitoka wilayani, kituo kinachofuata ni kwenye kata. Kwenye kata pale kuna diwani na kamati ya maendeleo ya kata. Wakitoka hapo tunaingia kwenye kijiji. Serikali ya kijiji inaitwa pale. Awali akitoa taarifa ya mradi huo kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, mhandisi wa mradi kutoka wakala wa nishati vijijini REA mhandisi Seifu Abduli amesema mradi huo ni wa kimkakati ambapo serikali imedhamiria kufikisha huduma hiyo kwa wananchi. Tuna vitongoji 619 ambapo mkoa ni bilioni 66.7
ambapo tunatarajia kuunga wateja 19,878. Na kiufupi tu kwamba ni moja ya mradi ambao ni mkubwa na ni mradi wa kimkakati. Lengo lake ni kuhakikisha Watanzania wengi wanapata umeme. Pia katika mradi huu tuna kifaa tunaita UMETA. Hiki UMETA kitawasaidia wananchi ambao wanaoishi vijijini ambao hawawezi kufanya wiring. Serikali imechukua gharama, imeona bora iwasaidie ili hakuna mwananchi ambaye atakayerukwa kwa ajili hajafanya wiring. Mradi huo unatekelezwa na kampuni za Tibea Company Limited kwa vitongoji 313 wilaya za Sengerema na Kwimba, pamoja na kampuni ya White City International Contractors kwa vitongoji 306 wilaya za Ukerewe, Misungwi na wilaya ya Magu. Katika hatua nyingine, wananchi mkoani Geita wametakiwa kuchangamkia fursa ya ujio wa umeme kwenye vitongoji vyao, ambapo wakala wa nishati vijijini REA inatarajia kusambaza umeme kwenye vitongoji 528 itakapofikia jumla ya kaya 17,014 mkoani humo. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hiyo. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela wakati wa kumtambulisha mkandarasi aliyeshinda zabuni hiyo, kampuni ya Central Electrical International inayotekeleza mradi wa kusambaza umeme kwenye vitongoji 528 vya mkoa wa Geita kwa kipindi cha miaka 3. Upelekaji wa umeme kwenye vitongoji 528 tuna uhakika umeme wake hautakuwa wa mgao, na hivyo wananchi wetu wajipange vizuri kuhakikisha wanatumia fursa. Wale wakulima kama wakuwa na mashine zinazohitaji umeme sasa watanunua mashine, wataongeza thamani ya mazao wanayozalisha. Wale wananchi wetu ambao walikuwa wanazalisha na kufanya uchimbaji wa dhahabu wanasumbuliwa na maji kwenye maduara yao, sasa umeme unasogea watavuta waweze kutoa maji na hivyo kuwasaidia kuchimba kwa zaidi. Wale waliokuwa na blasti kwa teknolojia ambayo ni crude sasa wanakuwa na umeme ambao utawasaidia sana, na hivyo kuwapunguzia gharama ambazo wanaingia katika eneo hili. Ujio huo wa umeme katika vitongoji 528 kunaufanya mkoa huo kuwa na vitongoji vyenye huduma ya nishati ya umeme 1721 kati ya vitongoji 2195 vya mkoa huo. Mpaka sasa hivi tulikuwa na vitongoji ambavyo vilikuwa na umeme ni 1193. Na kwa kweli tulikuwa tayari tumeshavuka 50%. Kwa tuko kwenye 55, 56 kuelekea 60%. Na tulikuwa tumebakiwa na vitongoji 1002 ambavyo vilikuwa bado havijapata nishati. Vitongoji vya ambavyo vimebakia 1002, tunashukuru Mheshimiwa Rais ametoa fedha hizi karibia 62 bilioni kwa ajili ya kupeleka umeme au nishati ya vitongoji 528. Na nimefarijika sana mwakilishi wa DG kuona kwamba hata vile 474 na vyenyewe tayari nimeshaviweka kwenye target yetu ambayo tumekuwa tukitaka kuhakikisha kwamba tunapata nishati ya kutosheleza. Kwa upande wake mhandisi wa miradi wakala wa nishati vijijini REA, mhandisi Saif Abdul, amesema mkandarasi atajenga mtandao wa umeme wa kilomita 663 za msongo wa kati na kilomita 821 za msongo mdogo na kuunganisha wateja 1714. Pia mradi huu una fursa moja ambayo wananchi wanatakiwa waichangamkie. Kuna kifaa kinaitwa UMETA kwa wale wananchi wanaoishi vijijini ambao hawawezi kufanya wiring. Serikali imetoa fursa hiyo, wananchi waunganishiwe umeme kwa kupitia kifaa hiko. Na bei elekezi ya serikali, umeme wa njia moja ni 27,000 na umeme wa njia tatu ni 139,000. Mradi huu gharama yake ni bilioni 61.9. Pia mradi huu leo umeshaanza rasmi kwa sababu mkandarasi tarehe 17 baada ya kusaini mkataba amepewa siku 14 za kujiandaa. Kwa maana yake tumetoka kumtambulisha ili akaanze detailed survey, kutambua maeneo na kufanya upimaji. Nako mkoani Songwe, serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imetenga kiasi cha shilingi bilioni 28.3 kwa utekelezaji wa mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji 173 mkoani humo ambavyo bado havijafikiwa na huduma hiyo. Akizungumza mara baada ya kumpokea mkandarasi aliyeshinda zabuni ya kutekeleza mradi huo, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omari Makame amesema mradi huo ni jitihada za serikali kuhakikisha vitongoji vyote nchini vinafikiwa na huduma ya nishati ya umeme. Leo hii tumempokea mkandarasi kampuni ya Kizalendo, kampuni ya Kitanzania ya JTech, ambao wamekuja kutambulishwa na wenzetu wa REA,
lakini kuwakabidhi kazi rasmi ya kuweza kupeleka umeme katika vitongoji vipatavyo 173, mradi ambao unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni 28.3. Kwa tukienda kupeleka vitongoji umeme katika vitongoji hivi 173, tafsiri yake manake tutabakiwa na vitongoji vipatavyo 243, ndivyo ambavyo vitakuwa bado hatujafikisha huduma ya umeme. Na vitongoji hivi kama nilivyosema, kabla ya kufika mwaka 2030 tutakuwa tayari tumeshakamilisha kupeleka huduma ya umeme. Aidha, RC Makame amewataka wananchi kutoa ushirikiano wakati ambao mkandarasi anatekeleza mradi huo na kuepuka kuwa kikwazo katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani humo. Miundombinu ya umeme itapita kwenye maeneo ambako wananchi tunafanya shughuli za kilimo. Miundombinu ya umeme itapita kwenye maeneo ambako wananchi wanafanya shughuli mbalimbali, kwetu tuweze kutoa ushirikiano. Mradi huu ni wa kwetu na kwenda kunufaisha sisi wenyewe. Kwetu tushirikiane na wakandarasi ili kazi yetu iweze kuwa rahisi, lakini ili iweze kuwa na manufaa na iweze kukamilika ndani ya muda ambao tuliopanga. Lakini katika maeneo yale ambayo mradi utapita kwenye misitu yetu ambayo inamilikiwa na wenzetu wa mamlaka mbalimbali za hifadhi za misitu, sisi kama serikali kuu hatuwezi kuwa kikwazo katika utekelezaji wa miradi hii, na tulishapokea maelekezo ya Mheshimiwa Waziri kuweza kutoa ushirikiano katika eneo hili kuhakikisha kwamba mkandarasi anatekeleza majukumu yake, anaweza anakamilisha kwa. Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Songwe Dr. Frank George Haule amesema utekelezaji wa mradi huo ni hatua muhimu kwa maendeleo ya wananchi mkoani humo pamoja na serikali. Umeme ni nguzo na kichocheo muhimu sana cha maendeleo ya mahali popote. Mahali popote ambapo na umeme basi pana mwanga, na kwenye umeme basi kuna mafanikio. Sisi kama mkoa tunayo furaha kubwa kwa sababu maeneo mengi kama TANESCO hatuwezi kuyafikia, lakini wakala wa umeme vijijini wamekuwa wakitusaidia sana, hasa katika mradi huu ambao leo hii tumeupokea wenye gharama ya shilingi bilioni 28, ambao tunategemea utanufaisha vitongoji zaidi ya 173. Hata hivyo, tunategemea wanufaika wa mradi huu kuwa zaidi ya wateja 6,000. Tunatarajia kutekeleza mradi huu kwa maelekezo ya viongozi ambao itachukua muda wa miaka mitatu, 31 Januari 2026 mpaka 2029 tarehe 30. Tukiachana na taarifa hiyo, taasisi ya Hisani Al-Firdaus imezindua rasmi msikiti mpya mkubwa na wa kisasa, Masjid Firdaus, uliopo Kinondoni Bwawani jijini Dar es Salaam, wenye uwezo wa kuchukua zaidi ya watu 400 kwa wakati mmoja, pamoja na madrasa itakayowezesha Waislamu kujifunza dini yao. Taarifa yake Abdallah Matotola inasimuliwa studio naye Nuhustima. Akizungumza baada ya uzinduzi wa msikiti huo uliofanyika Ijumaa ya Januari 30, 2026, mkurugenzi wa mambo ya utendaji katika idara ya ujenzi na fedha wa taasisi ya Firdaus, Sheikh Zaki Zahoro Nasor Keshi, ametaja malengo yaliyopo baada ya ujenzi wa msikiti huo pamoja na madrasa. Na vile tutakuwa baadaye katika kiwanja cha pili hapa karibu na jengo hili tutatengeneza mahadi kubwa ya kuweza kuhifadhisha Qur'ani watoto, na Allah akituwezesha kutakuwa katika msikiti huu kuna mambo matatu. Jambo la kwanza ni madrasa, jambo la pili ni sehemu ya kufanya ibada, na jambo la tatu kumekuwa na sehemu ya kuhifadhia mili, yani maiti na kuoshea maiti, na jambo la nne kutakuwa na ambulance ambayo itachukua miili na kupeleka sehemu ambayo mja huyo anatakiwa ahifadhiwe inshallah. Msikiti huu umejengwa na watu wengi mno. Hata kama kuna mtu alichangia shilingi 500 ama shilingi 100, basi imeingia katika ujenzi wa msikiti huu, na hatimaye leo tumekutana hapa tunaufungua rasmi msikiti ambao gharama yake tuliyoifanya umegharimu 1.5 bilioni. Hafla ya uzinduzi wa msikiti huo imeongozwa na mwanazuoni wa Kiislamu kutoka nchini Zimbabwe, Sheikh Ismail Ibn Musa Menk, maarufu Mufti Menk, ambapo Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi amekemea hali ya uvunjifu wa amani misikitini.
Misikiti yote tulionayo ni michache kabisa ambayo haina vurugu, lakini lazima Waislamu waelewe, sio wakati wa vurugu misikitini, wala vurugu sio jambo letu katika misikiti. Msikiti mbali ya kuwa ni mahala pa kumwabudu Mungu, pa kutekeleza watu ibada, lakini ni kituo kikubwa cha kwanza katika Uislamu, katika kuujenga Uislamu, lakini sio kufanya na fujo, kufanya na vurugu. Na hasa misikiti inapokuwa na taratibu za kiuchumi, misikiti ikawa na maduka kwa mfano, ikawa na miradi mbalimbali, basi misikiti hiyo ndio inakuwa na vurugu zaidi. Baada ya uzinduzi wa Masjidi Al-Firdaus, wito unatolewa kwa Waislamu wa eneo hilo na maeneo ya jirani kutumia msikiti huo kuelekeza ibada zao pamoja na kujifunza dini yao. Ninachokitaka tu kwa Waislamu kwa sasa tuje msikitini kwa ajili ya kufanya ibada na kuweza kujikaribisha katika vitu mbalimbali ambavyo vitakavyokuwa vinafanyika katika msikiti huu. Wito wangu kwa Waislamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah yuhibbu 'abdan idha amila yutqina. Mwenyezi Mungu ampenda mja wake atakapofanya jambo alifanye kwa uzuri. Al-Firdaus imefanya uzuri na msikiti kila sekta umekamilika, imefanya jambo kwa uzuri. Kwa hiyo tunapofanya mambo yetu Waislamu tufanye kwa uzuri na kila jambo tulifanye kwa tahsini la uzuri, kwa sababu Uislamu si hovyo hovyo. Katika kukabiliana na changamoto ya uchafuzi wa mazingira na vyanzo vya maji, serikali manispaa ya Musoma mkoani Mara imekamilisha ujenzi wa mradi wa maji taka uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 33 na kuwaunganisha wateja zaidi ya 504 katika manispaa hiyo. Subiri Mgaya ana taarifa kamili. Mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira manispaa ya Musoma, mhandisi Nikas Mugisha, ameelezea faida za mradi huo huku akitoa wito kwa wakazi wa mji huo kujiunga katika mtandao wa mradi wa maji taka katika kikao kilichowakutanisha wananchi pamoja na baadhi ya viongozi wa manispaa hiyo. Mradi huu unaimarisha hali ya mazingira kwa wakazi wa manispaa ya Musoma kwa kupunguza magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu, homa ya matumbo na kuhara, kwa sababu sasa yale maji taka yatakuwa yanapigwa kwanza kabla ya kuyapeleka kuyarudisha ziwani, lakini kuna kuboresha usafi wa mazingira. Namba 2, kwa upande wa faida, upande wa mazingira ni kulinda vyanzo vya maji dhidi ya uchafuzi. Sisi hapa vyanzo vyetu tuna ziwa, lakini kuna sehemu tuna visima. Kwa kama maji tunayatibu, tunavilinda vyanzo hivi. Gharama unakuchaji. Na ili kusudi ule mradi uendelee kujiendesha, si ndio? Huwa tunawachaji gharama ya kumwaga maji kwenye bwawa la kwetu. Kwa hiyo kwa gari la cubic mita 10 au lita 10,000 ya maji taka yakienda kumwaga kwenye bwawa la kwetu la maji taka, tunachaji shilingi 10,000. Nao baadhi ya wakazi wa manispaa ya Musoma wameshukuru serikali kukamilisha ujenzi wa mradi huo, wakiomba huduma hiyo iendelee kusogezwa karibu na wananchi pamoja na kupunguza gharama za kuunganishwa katika mtandao huo. Mtaani kwangu bomba la ile chemba ya mwisho iko mbali sana na wananchi, kwamba ni mbali sana kuja huku, na upande wa pili bomba lililolazwa limelazwa ng'ambo ya barabara. Katika kata yetu ya Iringo mradi wetu umepita, lakini kuna baadhi ya nyumba kama 12 mradi huu umeruka, yaani hata lile bomba kuu la maji halikupita pale. Kwa hiyo wananchi wengi wamekuwa wakituuliza maswali. Mzidi kutulegezea gharama hiyo izidi kushuka chini tofauti na 80%, kwa sababu tunaona gharama inakuwa ni kubwa sana. Kwa wananchi wengine wanaweza kuanzisha mgogoro au kuleta sitofahamu, kwa sababu kwanza inabidi wapate elimu. Meya wa manispaa ya Musoma Alex Nyabiti ametoa maelekezo maalum ya kutunza na kuendeleza mradi huo, ikiwemo kulinda miundombinu na kutoa elimu kwa wananchi ili kujiunga katika mtandao huo. Ili kuhakikisha kuwa mradi huu unakuwa endelevu, hatuna budi kuhakikisha tunalinda na kutunza miundombinu ya miradi. 2, kuhakikisha hatutupi taka ngumu kwenye maeneo kwenye mfumo wa maji taka ili kuzuia kuziba kwa njia za kusafisha maji taka. 3, kuwapa ushirikiano MUWASA kwa kutoa taarifa za changamoto zitakazokuwa. 4, tutatoa wito kwa uongozi wa MUWASA na viongozi wa serikali, hasa madiwani, watendaji wa kata, mitaa na wenyeviti wa mitaa, kutoa elimu ya kutosha kuhusu mradi huu na kuhamasisha watu wengi kujiunga kwenye mradi wa maji taka.
Na katika kuendeleza mshikamano wa muungano wa Tanzania na kubadilishana uzoefu katika sekta ya elimu, mkoa wa Katavi umepokea ugeni wa wataalamu wa elimu kutoka Zanzibar, wakiwemo maafisa elimu, walimu wakuu wa shule za msingi na sekondari katika ziara ya mafunzo na ushirikiano wa kitaaluma. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Akizungumza wakati wa kupokea ugeni huo, kaimu katibu tawala mkoa wa Katavi Florence Christant amesema ujio wa wataalamu hao kutoka Zanzibar unaimarisha umoja na mshikamano wa muungano wa Tanzania, hususan kupitia sekta ya elimu. Jambo hili kwa kweli ndio linaimarisha umoja na muungano wetu. Kama alivyosema mwenyekiti, ilikuwa sahihi kabisa. Ungeweza mkasema tunaenda Mara, tunaenda labda Arusha, ilikuwa hiko mingi. Lakini sisi tumepata upendeleo Katavi. Sisi tunafurahi sana, tunawakaribisha sana. Sisi tutawapa ushirikiano wote ambao ili msikwame popote. Aidha, Christant ameongeza kuwa iwapo mazingira yatawezesha, siku za usoni mkoa wa Katavi upo tayari kuendeleza mashirikiano haya kwa kufanya ziara ya kujifunza visiwani Zanzibar. Mashirikiano haya yaishie hapa kweli? Kuna sababu na sisi siku moja na sisi tuteremke kwa wenzetu kule. Mimi nawakaribisha Katavi, wapitisheni sehemu zote nzuri jamani. Kuna paka na bandari ya Kalema kule, iko vizuri nayo. Kuna ziwa Lake Tanganyika kule, ni nzuri sana. Tunahifadhi pia. Nzuri sana. Na Katavi yetu hii, mimi nikianza kuzungumzia kwa sababu nasimamia kitengo cha uwekezaji, fursa zilizoko Katavi, hata sasa muda hautatosha. Kwa sababu yawezekana hata hapa tuliposimama hapo chini kuna madini. Katavi kila unapokanyaga kuna madini. Ziara hiyo inalenga kutoa fursa kwa wataalamu hao wa elimu kutoka Zanzibar kujifunza mbinu mbalimbali za uendeshaji na usimamizi katika sekta ya elimu zinazotekelezwa katika mkoa wa Katavi, pamoja na kuimarisha mahusiano ya kitaaluma na kijamii kati ya pande mbili za muungano wa Tanzania. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kutuamini. Na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Wizara ya mambo ya kigeni ya Qatar imesema ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo utatuma kikosi chake cha kwanza kufuatilia mchakato wa amani kati ya serikali ya DRC na kundi la waasi la AFC M23. Wizara hiyo ilisema Februari 2, 2026 baada ya mazungumzo mjini Doha, ikieleza kuwa timu hiyo itatumwa eneo la Uvira, mashariki mwa DRC, mji ambao waasi wa M23 waliudhibiti mwezi Disemba 2025
baada ya kuchukuliwa na serikali ya DRC baada ya M23 kutangaza kuondoka eneo hilo. Tangazo hilo linaashiria hatua imepigwa katika mazungumzo yanayoendelea mjini Doha kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 ambao mwaka uliopita walichukua udhibiti wa maeneo mengi mashariki mwa DRC ikiwemo mji wa Goma. Kwa upande mwingine, Marekani inaendeleza mazungumzo kati ya DRC na Rwanda, huku Umoja wa Mataifa ukisema kwamba Rwanda inaunga mkono kundi la waasi wa M23, madai ambayo Rwanda inakanusha. Hatua hiyo ya hivi karibuni ya kufuatilia jinsi mkataba wa amani unavyotekelezwa inajiri wakati ambapo mapigano yanashuhudiwa mashariki mwa DRC, ambapo mwisho wa wiki iliyopita mamlaka za eneo hilo zilisema ndege zisizo na rubani zilikuwa zimebeba vilipuzi zililenga uwanja wa ndege karibu na mji wa Kisangani kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Wingineko, nchi ya Ufaransa imeshutumiwa kupanga mapinduzi ya kikoloni mamboleo katika mataifa mbalimbali ya Afrika kwa lengo la kuangusha serikali inazoziona kuwa zisizohitajika, hususan katika eneo la Sahel, ambapo shirika la ujasusi wa kigeni la Urusi SVR limedai kuwa imepata pigo kubwa katika miaka ya hivi karibuni. Hayo ni kwa mujibu wa tathmini ya shirika la ujasusi wa kigeni la Urusi SVR. Paris imepoteza ushawishi wake katika baadhi ya makoloni yake ya zamani kufuatia wimbi la hisia kali za kupinga Ufaransa. Burkina Faso, Mali na Niger zimevunja uhusiano na Ufaransa, ambapo zimefukuza wanajeshi wake na kuishutumu dola hiyo ya zamani ya kikoloni kwa kuunga mkono makundi yenye silaha yanayochochea uasi katika eneo la Sahel. Kwa mujibu wa shirika hilo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameidhinisha vyombo vyake maalumu kuanzisha mpango wa kuwaondoa viongozi wasiotakiwa wa mataifa ya Afrika. Licha ya tuhuma hizo, Ufaransa haijajibu madai ya hivi karibuni, ingawa hapa awali ilikanusha tuhuma za kuunga mkono waasi katika eneo la Sahel. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema iwapo wanajeshi wa kigeni wataingia Ukraine au miundombinu yoyote ya kigeni itaonekana Ukraine, watazilenga na kuzishambulia. Kauli ya waziri huyo inajiri wakati rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akijaribu kuvimaliza vita kati ya Urusi na Ukraine, ambapo wizara hiyo ilichapisha ujumbe huo kwenye tovuti yake kuwa kutumwa kwa wanajeshi, vifaa, bohari na miundombinu ya mataifa ya kigeni nchini Ukraine haikubaliki na wataichukulia kama mataifa hayo yataingilia vita hivyo na ni tishio kwa usalama wa Urusi. Wizara hiyo imesema kuwa mazungumzo ya mataifa ya magharibi kutaka kutuma wanajeshi wake kuisaidia Ukraine kupata amani, lazima waelewe kuwa iwapo majeshi ya kigeni ikiwemo Ujerumani atatuma Ukraine, basi atalengwa na majeshi ya Urusi. Marekani imekuwa ikiongoza mazungumzo ya kumaliza vita hivyo, na mkutano kati ya wawakilishi wa Urusi na Ukraine unatarajiwa kufanyika wiki hii katika Falme za Kiarabu. Suala la Urusi kuitaka sehemu ya ardhi ya Ukraine bado ni kizuizi katika upatikanaji wa amani katika eneo hilo, ambapo Urusi imesisitiza kuwa hawakubali wanajeshi kutoka mataifa ya magharibi kuingia Ukraine, huku Ukraine ikikataa matakwa hayo ya Urusi kutaka iachie eneo la Donbas pamoja na maeneo mengine ambayo hayajadhibitiwa na majeshi ya Urusi. Nuhu Stima, Mahasin TV. Shukran Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Kaya zaidi ya 19,878 katika vitongoji 619 mkoani Mwanza kufikiwa na huduma ya nishati ya umeme baada ya serikali kutenga kiasi cha shilingi bilioni 66.7. Taasisi ya Al-Firdausi yazindua msikiti wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.5 uliopo Kinondoni Bwawani jijini Dar es Salaam. Katika habari za kimataifa, Umoja wa Mataifa kufuatilia usitishaji mapigano nchini Kongo. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pata majaliwa wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Sefuriami nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema upindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu.
Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Langu jina ni Godfrey Kazinja, nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini. Haya maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi kwa usiku wa leo zikitarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatuonyesha upepo kwa ujumla unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, na viashiria vya mvua vinaonekana zaidi katika maeneo ya kusini mwa nchi. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kwa maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini. Haya maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Singida na Dodoma kutarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zikitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 8. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma inatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo. Mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kilimanjaro kutarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo kwa tarehe 7 pamoja na tarehe 8. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kadhalika mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na hali ya mvua na mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo kwa tarehe 6, 7 na 8. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.